Injili ya Yesu Kristo ikapate kuhubiriwa mitaa hii. Naam, kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa Mungu, injili yake itaendelea kuhubiriwa. Shirikiana pamoja nami kwa kusikiliza injili ya Yesu Kristo aliye hai. Kabla yote nitakwenda kuomba. Sante Mtakatifu, wewe uliyemwezesha Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uinuliwe wewe Bwana. Tazama, ni majira mengine tena imekupendeza wewe Yesu injili kwa watu wote. Hivyo Bwana, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, awe pamoja nasi Bwana. Dhihirisha wewe mwenyewe Bwana nguvu zako na uweza wako. Twajua ya kwamba Roho wako Mtakatifu yeye pekee ndiye anayeshuhudia ulimwengu dhambi zao. Naam, ni katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kusema amina. Kitabu ni waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3 mstari wa 9. Kitabu ni waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3 ule mstari wa 9. Maandiko matakatifu yasomeka hivi: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Hilo ndio neno la asubuhi ya leo, la siku ya leo kwa watu wa mapambano, ya kuwa Bwana hakawii kuitimiza siku yake kama wengi wanavyokudhani, kama wengi wanavyoziaki, kama wengi walivyokata tamaa kumgojea Bwana. Wamekata tamaa kumtumaini Bwana, lakini maandiko yanasema Mungu yupo na ataendelea kuwepo, na ahadi zake ni za kweli, ahadi zake ni amina. Iko siku ya Bwana inakuja, siku ya ghadhabu ya Bwana inakuja tena, imekaribia tena, iko karibu sana. Ipo siku ya Bwana, ni hatari. Siku ya Bwana kwa mtu ambaye hajatubu, hajageuka kwa maisha machafu, ile itakuwa ni siku ya giza, ni siku ya kulia, ni siku ya kujilaumu, ya kusema ningejua. Lakini wakati huo, nyakati na kipindi cha kusema ningejua utakuwa umekwisha. Bwana anasema wazi ya kwamba anavumilia kwetu ili watu wote wapate kugeuka, wafikirie toba. Huyu Mungu ni wa upendo, huyu Mungu ni mvumilivu, kama semavyo maandiko. Ndiyo, ni mvumilivu, anawavumilia wenye dhambi, anawavumilia walevi, wachawi, wazinzi na waganga na wasingiziaji, ili wapate kugeuka
ili wakapate kutubu na siku ya Bwana ipate kutimia. Unaisikia sauti hii, unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya Bwana? Umegeuka zidi ya uchawi, umegeuka zidi ya uongo. Ungemgeukia Bwana. Lango liko wazi, lango bado liko wazi. Linahitaji vijana, linahitaji wakubwa, linahitaji hata wazee. Bwana Yesu yupo, anaendelea kulia na waita, anaendelea kutuita tukapate okoka, tukaokoke na siku ya ghadhabu ya Bwana. Mungu yupo zidi ya mateso yote unaopitia. Kimbilia Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo. Yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu akienda kwake hakika ametakasika. Hakika huyo ndio mshindi, huyo ndiye atapata furaha, huyo ndiye atapata amani. Maana hakuna amani kwa watenda dhambi, hakuna furaha kwa watenda dhambi, hakuna furaha kwa wasingiziaji, hakuna amani kwa wachawi, hakuna amani kwa walevi, hakuna amani kwa watu wabaya watenda maovu. Heri mtumaini Bwana. Naye Bwana anasema kwamba yapo makundi yanayoziaki ya kusema Mungu hayupo. Unaweza nawe ukani mpumbavu kama ukajisemea moyoni mwako ya kwamba pengine Mungu hayupo. Mbona injili ni zile zile? Wanasema Mungu anakuja, lakini aji. Ndipo Roho wa Bwana kwa uweza wa Mungu anaandika ujumbe ya kusema kilichobakia siku ya Bwana ikafika. Umebaki wewe. Bwana anakungoja wewe, Bwana anakusubiria wewe. Hapendi apotee hata mtu mmoja, hapendi watu wa mapambano mukaenda jehanamu. Anatamani sana. Haja ya Bwana ni kwamba watu wote, asibaki hata mmoja, wamgeukie Bwana, wamgeukie Bwana. Naam, ni wakati wenyewe. Wakati wa kugeuka ni sasa, wakati wa toba. Tunatubu tukiwa duniani, tunafikiria toba tungali bado wazima. Pale ulipokuwa na afya tele, pale ulipokuwa mzima, ndipo unaanza kufikiria toba, ndipo unaanza kugeuka, ndipo unaanza kugairi kwa matendo maovu uliokuwa umeyatenda. Uko uovu ndani ya moyo wa mwanadamu na unamhuzunisha Mungu. Mungu akikuangalia anahuzunika kwa moyo wake. Anapokuwa umekosa uaminifu katika ndoa yako, umekosa uaminifu katika maisha yako, umekuwa mjanja, umekuwa mchepuko, umekuwa mzinzi, umekuwa mwasherati, Mungu akikuangalia anakuonea huruma. Mungu ni Mungu wa huruma. Mwanadamu huwezi hata kujihurumia, hata ufikiri baada ya maisha hayo unaoishi, ukifa utakuwa mgeni wa nani? Neno la Mungu linaachilia maarifa, limeonyesha ya kuwa mwanadamu
Ukifa na dhambi utakuwa mgeni wa nani? Maandiko Bwana ameweka wazi. Bwana ametuma watumishi wake wa aina mbalimbali wakapate kuisema dhambi ili watu waepuke dhambi. Enyi wachawi wa mapambano, Bwana anawaita, Bwana anawasubiria. Mugeuke, mukafikirie toba. Enyi walevi na wazinzi wa mapambano, Bwana anawaita, Bwana anawaachisha mukapate kufikiria toba, mukapate kutubu. Ukikaa kimya itasaidia. Ukijikausha kama uji unayoyatenda jehanamu ya moto itakusemesha. Iko hasira Bwana inakuja, na maandiko ameweka wazi, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Hiyo ndio ahadi ya Bwana, ya kwamba wale ambao wataamini damu ya Yesu Kristo, hawataamini kazi ya Yesu Kristo, hao watahukumiwa. Watakaoshupaza mioyo yao, watakaoshupaza shingo zao, hukumu ipo kwa ajili yao. Wataitwa ni kizazi kilicholaaniwa. Heri upate maarifa kwa jina la Yesu Kristo, ukageuke, ikimbie dhambi. Angali bado una nguvu, mwamini Yesu Kristo. Yesu ndiye anayenena, Yesu ndiyo neno lake hili ya kusema, naye amini atambatilisha. Imani tunapokea kwa kuamini. Uokovu si kwa tendo lolote, si kwa malipo yoyote, bali kuamini kile kinachosemwa kupitia uwezo wa Mungu. Mungu anawapenda watu wa mapambano. Mungu anaipenda Makongorosi. Mungu anaipenda Mbeya kwa ujumla. Ndipo asubuhi anasema nasi, anatuita, heri kumtumaini Bwana. Wewe unayetumaini wanadamu, wewe unayetumaini waganga wa kienyeji, hao ni wanadamu kama wewe, wanaumwa mafua kama wewe, wanaumwa taifodi kama wewe. Yupo Mungu mwenye uweza, yupo Yesu Kristo ambaye maandiko anasema akawajia kwao akasema, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Yesu Kristo ndiye mwenye mamlaka. Mawazo yetu yakatawaliwe na Yesu. Akili zetu tumkabidhi Kristo. Mwenye masikio ya kusikia, heri ukasikia ujumbe huu, heri ukaamini. Ewe kijana unaipenda dunia, unaipenda dhahabu kuliko kumpenda aliyeziumba. Watu wanatafuta tu pesa, wanatafuta tu dhahabu, lakini hujawahi fikiria aliyeviumba ni nani? Heri ungeanza kumtafuta huyo ili akaachilie riziki yako. Yesu akasema, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Itamsaidia nini mtu
akipata ulimwengu mzima, akipata mali ya kutosha, kisha akapata hasara ya nafsi yake, iko hasara. Ukifa hujamwamini Kristo ni hasara. Ukifa haujaokoka ni hasara, maana uokovu ni bure. Uokovu ni tendo la imani. Yesu Kristo ndiye Bwana. Yesu Kristo ndiyo njia, ndiyo jina pekee tulilopewa wanadamu tulio chini ya mbingu, likapate kutuokoa, tukapate kulitumaini, tukapate kulililia, tukapate omba ulinzi katika hilo jina. Yapo majina mengi, lakini jina la Yesu litafafanuliwa kivingine. Yeye ndiye Bwana, yeye ndiye Alfa na Omega, yeye ndiye mwanzo na mwisho, yeye ndiyo njia ya uzima, yeye ndiye kweli. Majina mengine yanaonekana ni ya ukweli, unapoenda kwa waganga inaonekana ni wa kweli, lakini mwisho wao mtaangamia nao wote katika kuzimu, katika lile ziwa liwakalo moto kwa kiberiti. Moto wa Bwana upo, na amesema ahadi zake, maneno yake hayatapita. Vitu vyote vitapita, lakini ahadi za Bwana mpaka zikatimizwe. Ndipo anasema na Petro, asema waambie watu wangu ya kwamba wasione ya kuwa siku ya Bwana inakawia wakapotezea. Iko siku ya Bwana, siku ya Bwana inakuja. Bwana akawii kuitimiza siku yake, anasubiria watu wakafikirie toba. Hapendi hata mmoja, hapendi hata mmoja akapate kupotea, hapendi hata mmoja apate kupotelea katika ulevi, hapendi hata mmoja akapotelea katika uchawi, hapendi hata mmoja akapotelea katika uongo, hapendi hata mmoja akapotelea kwenye uzinzi, bali wote wakageuke. Heri mwenye kusikia akasikie. Na kusalimu kupitia Injili na mkubali salamu. Ni salamu ya uzima kwa watu wote. Chunguza moyo wako. Neno la Mungu ni upanga, linaondoa kila pando lisilopandwa na Mungu. Wewe mwanadamu ni limbuko la neno la Mungu. Inafaa sana usikilize neno la Mungu. Inafaa sana na ni vyema kama nini kwa watu ambao wanamtumaini Kristo, maana katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika yeye mbingu na nchi zipo. Katika yeye mimi na wewe tupo. Lakini katika imani unaamini vitu vingine, unasujudu vitu vingine, unatolea sadaka vitu vingine. Wewe geuka, wewe epuka elimu za kidunia. Kimbilia Yesu. Yesu yupo. Yesu anatuita. Yesu anaokoa. Yesu anabadilisha. Yeye ndiye anabadilisha kwa yeye aminiye.
kwa anayeamini maneno yake. Liko badiliko la kweli, liko ondoleo la dhambi la kweli. Dhambi ni utumwa, dhambi na tesa, mpaka ukamwamini Yesu Kristo akapate kusafisha kupitia damu yake ya thamani. Maandiko yanaweka wazi ya kwamba damu ya Yesu inasafisha. Si maneno yangu, ndivyo asemavyo maandiko, ndivyo Yesu anavyojishuhudia. Kisoma kila kitabu cha Mathayo 26 ule mstari wa 28 unasomeka kuwa, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo pekee ilimwagika kwa ajili ya wengi, wakiwepo wanaume wa mapambano, wakiwepo wanawake wa mapambano, wakiwepo wakubwa kwa wadogo wa mapambano. Damu ya Yesu Kristo ikamwagwa ili watakapoiamini wakapata ondoleo la dhambi. Maana mwanadamu ni asili ya dhambi kupitia Adamu wa kwanza alipoasi, alipotenda dhambi. Sisi sote tukahesabiwa dhambi. Adamu wa pili alipokuja kutukomboa, tukimwamini yeye, katika yeye sisi sote tunahesabiwa haki. Haki ipo kwa Adamu wa pili. Ukombozi upo kwa Yesu, naye anakomboa, naye anasafisha. Kama kuna mtu aliyeitumai damu ya Yesu, anaamini amesafishwa, hapo alipo atakuwa ananielewa. Hapo alipo atakuwa anamshangilia Bwana. Hapo alipo atakuwa na furaha kama nini? Maana ni furaha gani walio nayo wanaolisikiliza neno la Bwana na kuliishi na kulihesabu kuwa ndiyo taa yao. Iko furaha ndani yao. Nyakati zimekwisha, akavalilo kamalike. Mwamini Yesu, acha kujibaraguza. Wewe ni mali ya Bwana. Injili ninaamini inaingia ndani yako, uokovu utaingia ndani yako, na msiuzuilie. Wapo watu wanaozuilia uokovu. Moyo unakubali, lakini anapiga kalenda ya kwamba ngoja nimalizie hii nyumba. Usitoe sababu. Wokovu ni zawadi tu, hauijui kesho yako. Ukifa hujampokea Yesu, maneno yako hakuna atakayakubali. Ya kusema ibaki kidogo niokoke, hakuna atakayekuamini. Wakati uliokubalika ni sasa, na saa ya uokovu ni leo. Oh, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana na neno lake likapate kukaa ndani yetu, likapate kutubadilisha. Kubali ubadilishwe na Bwana.
Mwamini Yesu Kristo.